Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu katika habari za magharibi, ikiwa ni tarehe 12 mwezi Mei mwaka wa 2026. Mimi ni Juma Ngetich. Tukingwananga na taarifa ni kuwa kongamano la maendeleo la Africa Summit limeng'oananga rasmi katika chumba cha kimataifa cha mikutano KICC jijini Nairobi, ambapo wawekezaji na wadau wa biashara toka mataifa takribani 30 wanahudhuria. Kongamano hilo ambalo limeanza rasmi hii leo likiongozwa na rais wa taifa hili Daktari William Ruto pamoja na mwenzake Emmanuel Macron, wanatarajiwa kufanya au kufanikisha rasmi majadiliano kuhusu ukuaji wa uchumi, uboreshaji wa usalama, siasa na matumizi ya teknolojia miongoni mwa vijana. Haya ni baada ya mataifa hayo mawili kukutana rasmi katika kongamano la maendeleo, ambapo taifa la Ufaransa linakutana na mataifa ya Afrika kuangazia masuala ya uboreshaji wa miundo msingi, biashara, siasa, usalama na uchumi kuimarika kupitia matumizi ya teknolojia miongoni mwa vijana. Rais William Ruto na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron wamekutana na vijana katika chuo kikuu cha Nairobi kujadili masuala mbalimbali ya fursa zilizopo kwenye ulimwengu wa teknolojia. Ziara yake Rais Macron inaashiria mwanzo wa ushirikiano wa kihistoria, huku akiungana na Rais William Ruto katika kuwa wenyeji wenza wa Africa Forward Summit. Mkutano huo ambao ni wa kwanza kufanyika katika nchi isiyotumia Kifaransa na badala yake kutumia Kiingereza barani Afrika unatarajiwa kuwakutanisha viongozi, wabunifu na watunga sera kutoka kote barani ili kujadili njia mpya za uwekezaji, ubunifu, amani na ushirikiano wa kimataifa. Kuwasili kwa Emmanuel Macron kunaonyesha kuimarika kwa uhusiano kati ya Kenya na Ufaransa pamoja na dhamira ya pamoja ya kuendeleza nafasi ya Afrika katika jukwaa la kimataifa. Juma Ngetich, habari za magharibi. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hii leo anaapishwa rasmi kuanza muhula wake mwingine wa uongozi nchini Uganda baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026. Hafla hiyo imefanyika katika viwanja vya Kololo Ceremonial Grounds jijini Kampala. Sherehe hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Afrika, wajumbe wa serikali, mabalozi pamoja na wageni wa kimataifa kutoka mataifa tofauti. Miongoni mwa viongozi waliothibitishwa kuhudhuria ni Kithure Kindiki aliyemwakilisha Rais William Ruto kutoka Kenya, ambaye kwa sasa pamoja na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron wanazidi kuendesha mkutano au majadiliano rasmi ya kongamano la Africa Forward Summit ambalo linafanyika jijini KICC jijini Nairobi katika chumba cha KICC. Naye pia rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko katika hafla hiyo ya kumwapisha Rais Museveni Yoweri. Naye pia Rais Museveni na Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia yuko katika taifa hilo la Uganda kuhudhuria sherehe hiyo muhimu. Wengineo ni wengi kutoka nchi, viongozi wa kikanda, mabalozi na ujumbe zaidi ya 30 wa kimataifa pia wamehudhuria hafla hiyo. Kabla ya kuapishwa leo, Museveni aliandaa chakula cha kitaifa jana usiku katika ukumbi wa Speke Resort Munyonyo, kilichowaleta pamoja viongozi wa Afrika Mashariki na wageni wa kimataifa. We have His Excellency the President of Sahrawi Arab Democratic Republic. We have His Excellency the President of the Democratic Republic of Congo.
Kwingineko mtazamaji, ni kuwa naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula amemwonya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua dhidi ya kumshambulia katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli. Savula anasema matamshi ya Rigathi dhidi ya Atwoli yanamkosea heshima kiongozi huyo ambaye anashikilia nafasi ya viongozi maarufu kutoka jamii ya Mulembe. Mimi naheshimu wazee kama Atwoli. Unajua mkiwa vijana wadogo, nimeona kijana mwingine anaitwa Fazulu. Amekuwa CEO wa hii organization ya private security workers union. Anaenda kutuzi tu mzee Atwoli. Nimeona Rigiji. Huyu mtu alikuwa mono yangu bunge. One term MP. Half term deputy president. Anatusi mtu experience kama Atwoli. Sisi lazima tutetee mzee wetu Atwoli. Leo kudiscipline kuongea mbaya juu Atwoli. Hatutamruhusu hata tembee Western. Waluya pia sisi tuna mlima yetu. Tuna Mount Elgon niko pale. Siko Western. Sasa sisi tuna mlima. Achane na mheshimiwa Atwoli ni mzee wetu, tunamheshimu na yeye ndio advisor wa jamii ya Waluya. Wewe Rigiji, tembea tu kwa mlima huko kukunywa maratina, lakini ukidhubutu kutusi Atwoli, utakanyaga hapo Western. Kama ni mbaya ni mbaya. Kiumane. Hata ukiwa mwendazimu na una kwenyu na mtu aende kupigia kwenu, jamii itakutetea. Haitawezekana. Lazima Atwoli aheshimiwe kama mkubwa wa KOTU na labor movement in this country. Tunakubaliana hapo? Tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa waziri wa hazina ya kitaifa nchini John Mbadi anatoa ufafanuzi kuhusu yaliyomo kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2026. Mswada huo ambao uliochapishwa wiki jana umeibua masuala chungu nzima, huku baadhi ya Wakenya wakijazwa na hisia kinzani. First, what makes it difficult to go that route is the informality of our economy. Our economy has a big chunk of it in the informal sector. So there is a limit to which you can even go with automation. But we are really trying to make sure that we automate most of our processes, and that is being done. You can see there is a big change in terms of automation and deploying technology. But in terms of who should file returns, anyone who qualifies to be a taxpayer, when you have a PIN number, personal identification number, you must file return. How would someone know you don't have income? Even students get income. You know, you do part-time jobs, you generate money. I mean, if you generate income, you should pay part of that income as tax, because that is the law. So anyone with a PIN number must file returns. If you have not made any income in the year, you file nil return. If you have made, file it and demonstrate that you have paid taxes. But if you make filing returns optional, then you run the risk of no one filing the returns at all. But the last one. So if issuing penalties is also, how is issuing penalties helping to generate revenue, or does it? I mean, it enforces compliance. It enforces compliance. I will tell you that people, if you don't have penalty, they will not file return, even when they make billions. Even penalty for payment date, if you don't put it, people will wait until the end of the year, and the country must run. How could we run without money? If everyone was to wait for 30th June to bring, just imagine that. If all of us decide that now there is no law requiring you to pay as you earn on a particular date, or corporate tax at a particular date, or VAT at a particular date, that you can pay it anytime so long as it's in the course of the year. Everybody will wait for June, and from July to May, there will be no money to run the country. Then in June, we have all those billions. How will we absorb them? So that is why it is spread that when you generate income, file returns, pay you. I mean, when you generate income, pay your income tax. And there is a date. And when the time comes for filing returns, file it. If you don't, penalty. That is what is enforcing compliance, by the way. Without that, there would be no compliance. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa naibu kinara wa chama cha ODM Abdul Nasir Juma Sharif amewataka viongozi chamani humo
kudumisha amani na umoja, akisema mazungumzo kati ya chama cha ODM na UDA yanatazamiwa kung'oa nanga rasmi na ni sharti chama hicho kuzungumza kwa sauti moja. Mimi natoka mji gani? Mimi natoka sijui wapi. Sisi tuliambiwa tuna shares zetu ni kidogo watu wa Pwani, lakini we want to prove to them that we have votes. Sisi tuko na numbers. We are not talking about shares, we are talking about our strength, about our numbers, about our votes, about our loyalty. Hiyo ndio tutazungumzia sisi. We will negotiate at par na tuwe sambamba katika negotiation, kwa sababu Pwani ya sasa sio Pwani ya zamani. Viongozi wa Pwani wa sasa sio viongozi wa zamani. Sisi tumeshikana makabila yote. Nitaanza kusikiza wewe ama nitamsikiza yule wa zamani ambaye sasa hivi watu stop telling us you're defenders of democracy and the constitution when it only suits you, and when it suits others we're now being called that we are betrayers. At a time when it suited you we were called patriots, and now you're telling us we are the betrayers of democracy. ODM will never go back again to the streets. Tutaingia katika serikali, mambo ni mawili, we form government or be part of government. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukran sufufu kwa kuzidi kuwa nami toka mwanzo hadi sasa, ambapo natia kikomo kupata kopo la maji, lakini kirejea nitakuwa na mengi zaidi. Usibanduke.